mwakilishi wa mkuu wa mkoa, mlitoa maelekezo wakati fulani ya kuruhusu watu kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Mkasahau kwamba barabara za mwendo kasi si za kwenu, ni za waziri wa TAMISEMI. Ziko chini ya waziri wa TAMISEMI. Ninyi mkasimama mkaruhusu watu wakapita wakati ule, nimewasamehe. Lakini maelekezo yangu, barabara ya Mbagara yanapita maroli ya tani 30 mpaka tani 40 yanakatiza pale katikati. Barabara imeanza kuharibika. Madhara yake kwenye miradi hii, miradi itakwenda kusimama yote ya World Bank. Wenzetu wa World Bank walipotupatia fedha hizi walitupa masharti. Barabara hizi ni kwa ajili ya mwendo kasi, si kupitisha malori. Barabara hizi ni za mwendo kasi, kuja kukosa pesa, na ninyi ndio watu wa Dar es Salaam mtakuja kulalamika. Sijui mnanielewa vizuri. Barabara Mbagala imekwisha anza kuharibika, hata mwendo kasi haujaanza. Ni kwa sababu mnapitisha malori katikati na mmetoa kibali. Sijui nani aliyopa mamlaka ya kutoa kibali hicho. Kwa sababu mamlaka hayo ni ya kwangu. Barabara hizi zinasimamiwa na DART. DART iko chini yangu. Ninyi mamlaka mliyatoa wapi? Mkaruhusu watu kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Barabara sasa zimeharibika. Kuharibika kwa barabara hizi maana yake mnaleta hofu ya Benki ya Dunia kuzuia fedha hizi. Sijui naeleweka vizuri hapa. Mtasababisha Dar es Salaam wakose barabara. Dar es Salaam watakosa barabara. Hii mipango ambayo tunaifanya leo, maana yake wenzetu watakwenda kuzuia. Nilipokuwa utalii, Wizara ya Utalii, tulikuwa na miradi kama hii ya Benki ya Dunia ya ujenzi wa viwanja na mambo mengine. Ikatokea changamoto ndogo sana. Benki ya Dunia wakafuta fedha zote na wakakataa kuendeleza miradi ambayo ilikuwa inatekelezwa na wao wenyewe, Benki ya Dunia. Sasa changamoto hiyo isije katokea Dar es Salaam. Ninawasihi sana, tunataka tuwai majumbani, tutenge muda mzuri wa kutoka ofisini kwenda kurudi wapi? Majumbani. Maelekezo yangu, mwambie mkuu wa mkoa, hatuwezi kuruhusu malori kupita katikati ya barabara za mwendo kasi. Haiwezekani. Kwa magari ya abiria itaeleweka. Tunaweza, ni bora hata kupitisha magari ya abiria kuliko malori ya tani 30. Nadhani nimeeleweka vizuri. Wekeni utaratibu mzuri, na kabla mjaruhusu leteni wizarani. Sisi ndio wenye mamlaka hayo, si ya kwenu. Mwambie mkuu wa mkoa, sio mamlaka yake. Tumeelewana vizuri? Niliwastai tu. Niliwastai. Msifanye mambo ambayo si ya kwenu mpaka muombe kibali. Kwa hiyo mwambie mkuu wa mkoa. Hili nalisema wazi kwa sababu changamoto hii inaweza kutuingiza mgogoro mkubwa na wenzetu wa Benki ya Dunia. Nadhani madiwani mnanisikia vizuri. Ninaomba muwaeleweshe wananchi kwenye maeneo yetu. Anayetaka kuwahi majumbani atoke muda unaostahili ili aweze kuwahi nyumbani. Kwa sababu vinginevyo utatuletea shida kubwa. Miradi hii trilioni 1.1 ni fedha nyingi. Ni fedha nyingi sana. Zikizuiwa hizi fedha, Dar es Salaam watakosa barabara kabisa. Nadhani imeeleweka vizuri. Kwa hiyo nikuelekeze, mwambie mkuu wa mkoa, wekeni utaratibu mzuri wa kuruhusu gari za kawaida. Hatuna shida, lakini lazima kibali muombe wizarani. Malori kuanzia sasa nisisikie malori yamekatiza katikati ya barabara. Hasa ya tani kwanza, hizo matani makubwa haya. Kwa sababu tatizo lake litakuwa ni kubwa, na changamoto hii itatuletea shida kubwa, mgogoro baina yetu na wenzetu wa Benki ya Dunia.